Naomba twende katika neno la Bwana katika kitabu cha Wakolosai mlango wa 3 mstari ni wa 23. Wakolosai mlango wa 3 mstari wa 23. Wakolosai mlango wa 3 mstari wa 23. Naamini kila mmoja yuko mahali pale na tutaweza kusoma kwa pamoja. Lolote mfanyalo lifanyeni kwa moyo kama kwa Bwana, wala si kwa wanadamu. Tasoma tena. Lolote mfanyalo lifanyeni kwa moyo kama kwa Bwana, wala si kwa mwanadamu. Na tuombe. Baba mtakatifu, Baba uishi milele, twaja mbele zako adhuhuri hii ya leo. Tunakushukuru kwa ajili ya wako ambao umezitendea. Baba, ni wakati mwema ambao unaenda kunena nasi. Weza kuwa pamoja nasi na utupe wakati mtulivu, wakati ambapo utakuwa ukinena nasi. Baba, tupe hata kufungua masikio yetu na hata kufungua mioyo yetu, ili Baba tukaweze kupata neno lako Baba, ukaweze kutulisha na chakula cha kiroho Baba. Zidi kuwa pamoja nasi na katika jina la Yesu tunaomba. Amen. Leo ningependa tujifunze kitu kutoka kwa huu mstari ambao Pauli alikuwa anaandikia kanisa la Wakolosai, na vile mstari unatuambia ya kwamba lolote mfanyalo lifanyeni kwa moyo kama kwa Bwana, wala si kwa mwanadamu. Ningependa tujifunze juu ya commitment to God's work. Commitment to God's work, or in other words, dedication to God's work. Kujitoa katika kazi ya Bwana. Tunaposema kujitoa, in other words, it's like we are saying surrendering. Unajikabidhi wewe mwenyewe, akili yako, mawazo yako, maneno wako, hata mali zako zote unazikabidhi katika kazi ya Bwana. Na tunapookoka, Mungu hutupea kazi, maana kama Mkristo huwezi kuwa Mkristo na ukae bure bila kufanya kazi lolote. Na kuna kazi nyingi ambayo Bwana ametupa. Kuna kazi nyingi ambayo Bwana anaiweka mbele yetu. Na ndiposa kila wakati tuna kazi ambayo iko mbele yetu na tunaifanya, tunaitangaza, tunajiandaa, tunaifanya na mambo kadha wa kadha. Kwa hivyo ni vizuri tujue kwamba tunafaa kujitoa katika kazi ya Bwana. Tunafaa kujitoa katika huduma ambayo Bwana ameiweka mbele yetu. Tunafaa kujitoa katika akili zetu, katika hata mawazo yetu, katika mwenendo wetu, hata katika talanta tulizo nazo, maana tuna talanta tofauti, na kila mmoja anafaa kutumia talanta yake vizuri, ili aweze kufanya kazi ya Bwana. Ili uweze kufanya kazi ya Bwana, tumia talanta yako vizuri, tumia hata mali zako vizuri, hata pia wakati. Maana tunatoa wakati wetu kwa ajili ya kazi ya Bwana ambayo iko mbele yetu. Tumetoa wakati wetu hata tukaje katika ibada, na wengine labda wanafanya sherehe zao, lakini tumetoa wakati kwa sababu ya kazi ya Bwana ambayo iko mbele yetu. Kwa hivyo ili tuweze kuonyesha msimamo wetu katika
Mathayo Mtakatifu mlango wa 22 mstari wa 37. Mathayo Mtakatifu mlango wa 22 mstari wa 37, mstari wasema hivi: akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Huyu ni Yesu Kristo alipojiwa na kijana ambaye alikuwa mfarisayo, alikuwa tajiri, na akaanza kumhubiria na kumwonyesha vile anafaa kumpenda Mungu na hata kupenda wale wengine. Wakati alipouliza ni sheria gani iliyo kuu, na hapo kuna jambo moja ambalo haya maandiko yanatuonyesha. Tunapojikabidhi katika kazi ya Bwana, we need to commit ourselves wholeheartedly, kwa moyo wetu wote, kwa moyo wetu wote tujikabidhi ama tujitoe kwa moyo wetu wote. Na ndiposa Yesu anamwambia kwamba mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, akaendelea kwa roho yako yote, akaendelea kwa akili zako zote. Hiyo ni kuonyesha kwamba tunafaa kujikabidhi kwa Bwana, kujitoa kwa Bwana kwa moyo wetu wote, from the bottom of our hearts, kutoka ndani ya mioyo yetu, kutoka ndani mwa akili zetu, hata kutoka kwa mawazo yetu. Tujikabidhi kwa Bwana kutoka mioyoni mwetu. Najua kama haujajitoa kutoka moyoni mwako, labda inaweza fika wakati useme ya kwamba hiyo kanisa labda iko na mambo mengi, sitaweza kwenda, ama unaweza kusema ya kwamba hiyo kazi sio yangu, ni ya fulani na fulani. Unaepuka ile kazi ambayo Bwana ameikabidhi mbele zako, maana haujajipeana. You have not dedicated from your heart, haujajipeana kutoka moyoni mwako na kwa moyo wako wote. Kwa hivyo ni vizuri as we commit ourselves in God's work, we commit ourselves wholeheartedly. Jambo la pili, tukienda katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa 15, 1 Corinthians chapter 15, mstari wa 58. Wakorintho wa kwanza mlango wa 15 mstari wa 58 wasema hivi: basi ndugu zangu wapendwa, mwimarike, msitikisike, mkazidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote, kwa kuwa mwajua ya kwamba taabu yenu siyo bure katika Bwana. Jambo la pili, ili tuonyeshe kwamba tumejitoa katika kazi ya Bwana, ni kusimama wima, stand first, kusimama wima. Tazama vile Paulo anaambia kanisa la Wakorintho ya kwamba basi wapendwa, basi ndugu zangu wapendwa, mwimarike, msitikisike, mkazidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote. Hiyo ni kuonyesha kwamba Pauli anahimiza kanisa la Wakorintho waweze kusimama wima, waweze hata kuvumilia katika magumu ambayo wanaweza pitia. Maana tunapofanya kazi ya Bwana katika maisha haya, lazima tupitie magumu, na ndiposa Paulo anawaambia kwamba wasimame wima. Bwana Yesu asifiwe. Anawaambia wasimame wima, wasitikisike hata kidogo.
Na neno la Bwana natuhimiza jioni ya leo, adhuhuri ya leo, tusimame wima, tusiweze kutikisika kwa kitu chochote. Na akimalizia akaonyesha ya kwamba kuna uzuri, there is a promise ambayo iko mbele yetu. Anawaambia kwamba the last part of the verse, kwa sababu mwajua ya kwamba taabu yenu sio bure katika Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Pauli anaonyesha Wakorintho ya kwamba baada ya kazi ya Bwana hapa duniani kuna malipo ambayo yaja, kuna malipo ambayo tunatarajia. Na ni vyema ujiulize na nijiulize, nitapewa ujira gani, ninapewa malipo gani wakati Yesu atakapokuja? Utapewa ujira kwa ajili ya kazi gani ambayo ulifanya? Unajua, ni vizuri tufanye kazi ya Bwana ili tukifika mbinguni tuweze kupata malipo kwa ajili ya kazi ambayo tulifanya. Kwa hivyo kama Mkristo ni vizuri tuweze kufanya kazi kwa kusimama wima. Jambo la mwisho ambalo ningependa tumalizie nalo twalipata katika kitabu cha Mathayo Mtakatifu, Mathayo Mtakatifu mlango wa 25 mstari wa 21. Matthew chapter 25 verse 21. Maandiko yanasema hivi: Bwana wake akamwambia, vema mtumwa mwema na mwaminifu, ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi, ingia katika furaha ya Bwana wako. Jambo la tatu ambalo litakuonyesha kwamba umejikabidhi na umejipeana katika kazi ya Bwana ni it's by being faithful. Faithfulness. Being faithful, kuwa mwaminifu. Na tazama vile Bwana wa huyu mtumwa anamwambia kwamba nafikiri ukisoma hapo chini tunaona kwamba ni mfano wa wale watumwa ambao walipewa talanta tofauti. Na anamwambia kwamba wa mstari wa 21, Bwana wake akamwambia, vema mtumwa mwema na mwaminifu, ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi. Kile kidogo ambacho Bwana amekuweka juu yake ni vizuri uwe mwaminifu kwacho, maana atakuweka kusimamia hata vitu vingi na vikubwa. Kwa hivyo ni vizuri ile kazi ya Bwana ambayo Bwana ametupa tuwe waaminifu, tuonyeshe waaminifu. Haijalishi ni kazi kidogo namna gani, haijalishi ni kazi kubwa namna gani, ile kazi ambayo Bwana ameweka mbele zako, ile kazi ambayo Bwana amekupa, be faithful in doing it. Uwe mwaminifu kwa kuitenda, maana atakapokuja na kuangalia msimamo wetu na vile tumejitoa kwa moyo wote, atatupokea na kutuweka juu ya vingi. Kwa hivyo Bwana atubariki na tukaweze kujitoa katika kazi ya Bwana. Kazi ya Bwana ni nyingi ambayo iko mbele yetu. Nijitoe ili tukaweze kutekeleza kazi ya Bwana. Kwa hivyo Bwana atubariki. Na jiulize, umejitoa kwa kazi ya Bwana namna gani? Umejitoa vipi kwa kazi ya Bwana? Ama umelegea ama nimelegea? Ni vizuri kujitoa na nijitoe, maana wakati Kristo atakapokuja atatupea ujira kulingana na ile kazi ambayo tulifanya.
Kama ulikuwa tu unakuja kanisa unatazama tu waumini wakifanya kazi, wewe hakuna jambo unafanya. Hata ukiwa nyumbani hakuna jambo unafanya. Ukiwa mjini hakuna jambo unafanya kwa ajili ya Kristo. Siku hiyo hautapata ujira wowote. Kwa hivyo ni vizuri watoto wa Mungu tuweze kujitoa katika kazi ya Bwana kwa moyo wetu wote, kwa msimamo wetu ama kwa kusimama wima na kwa uaminifu wetu, na Bwana atatubariki. Hebu na tuombe. Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, Baba uishie milele, twaja mbele zako adhuhuri hii leo. Tunakushukuru kwa ajili ya wema wako ambao umeweza kutendea Baba. Umeweza kunitumia kama chombo na kama kipaza sauti Baba, na nimeweza kuleta neno lako mbele za watoto wako Baba. Tunaomba ili tukaweze kushika neno hili na kulitia katika mioyo yetu, tuwe tunalitafakari mchana na usiku Baba. Tunaomba ili ukaweze kuwa pamoja nasi, ukanenda pamoja nasi Baba. Na Baba Mwenyezi Mungu, tukaweze kuonyesha msimamo wetu, tukaweze kujitoa kwa mioyo yetu yote, tukaweze kuonyesha hata uaminifu wetu katika ile kazi ambayo umeikabidhi mbele zetu. Uweze kubariki kila mmoja wetu, uweze kutuinua ambapo tukiona ukiwa umetenda mema, sifa na shukrani kwa ajili yako Baba. Tunapoenda kumaliza ibada yetu, uweze kuwa pamoja nasi. Tunapotoka Baba Mwenyezi Mungu kuenda katika nyumba zetu, uweze kuongoza kila mmoja, kulinda kila mmoja wetu. Na Baba, siku nyingine tukiwa chini ya uongozi wako, sifa na shukrani kwa ajili yako Baba. Zidi kuwa pamoja nasi na jina la Yesu. Amen.